Bismillahirrahmanirrahim. Uislamu ni dini ya kujisalimisha kwa Allah aliyeumba ulimwengu na kumwamini Allah kuwa yeye ndiye muumbaji wa kila kitu. Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha dini ya Uislamu na hakubali kutoka kwa yote dini nyingineyo isiyokuwa Uislamu. Na katika misingi ya dini ya Uislamu ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yeye ndio muumbaji na kuwa yeye ndio anayestahili kuabudiwa na kuacha kuabudu vinginevyo vyote visiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ametuma mitume na akawateremshia vitabu. Ametuma mitume wengi na wa mwisho wao akawa ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akamteremshia kitabu ambacho kwamba ndio kitabu bora zaidi katika ambapo kwamba kitabu ni muujiza na ni challenge kwa watu wote katika madhumuni ya kitabu, maana yake, matamshi yake na mtungu wa kitabu hicho cha Qur'ani. Na katika misingi ya Uislamu ni kuamini malaika kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna viumbe wanaojulikana kuwa ni malaika amewaumba na kuamini yote ya kuwahusu viumbe hawa. Katika misingi ya Uislamu ni kuamini siku ya mwisho na kuwa siku hii ya mwisho watu watafufuliwa na watahisabiwa, na waliotenda mema wakawa ni waumini, hao watakuwa na neema katika pepo, na wale ambao kwamba walitenda maovu na wakakufuru basi watakuwa ni wenye adhabu kali ndani ya moto. Uislamu unaitakidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria kila kitu, amejalia kila kitu. Kwa hivyo ni katika misingi muhimu ya Uislamu kuamini qadari, majalio ya Allah subhanahu wa ta'ala ya khairi na ya shari, kwa chochote hakiwi isipokuwa kwa idhini yake Allah aliyeumba kila kitu. Uislamu unaamini kuwa Isa ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, wala si mtoto wake, wala Allah kwa utukufu wake na ukubwa wake hana mtoto wala hana mke, wala hilo halilingani na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaamini kuwa Isa ni mtume mtukufu katika mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, amepewa miujiza tofauti, miujiza mingi, lakini ni mtume wa Allah wala si mtoto wa Allah. Wala Allah subhanahu wa ta'ala haingii katika viumbe vyake wala hajidhihirishi kwa katika sura za viumbe vyake. Na Uislamu ni dini ambayo kwamba ni wajibu kwa kila mwenye akili timamu awe ni mwenye kuamini dini ya Uislamu. Ni dini ambayo kwamba inaendana sambamba na inaambatana sawia na akili zilizosalimika na maumbile ya binadamu, kwa sababu ni dini ya kutoka kwa muumbaji aliyeumba kila kitu, anayejua kila kinachonasibiana na viumbe vyake. Kwa hivyo Uislamu ni wajibu kwa kila mwenye akili awe ni mwenye kuamini dini ya Uislamu, wala hili jambo halina khiari kwa kuwa mtu atajichagulia mwenyewe akitaka kusilimu au asipotaka kusilimu. Hilo ndani ya moyo wake ni jambo la lazima, wala hakuna atakayemlazimisha nje, lakini yeye mwenyewe ndani ya moyo wake hana khiari ya kujichagulia anapotaka na asipotaka, lakini ni wajibu awe ni mwenye kukubali Uislamu na kusilimu, kwa sababu siku ya Kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa mema na atawauliza wale ambao kwamba walioitikia wa manabii na wakawakubali na wakawaamini, na atawalipa mema kwa hilo, na wale waliowakatana kwa kufuru mitume ya Allah yote basi atakuwa ni mwenye kuadhibiwa. Na katika kusilimu kuna jambo gani ambalo kwamba unalihitajia wakati unapotaka kusilimu? Ni kusema shahada. Mtu akatamka shahada akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ajue maana ya hii shahada, aifahamu vyema, na awe ni mwenye kuitakidi yanayojulishwa na shahada hii, ambayo kwamba inamaanisha kuwa mimi natoa ushahidi na nakiri kuwa hakuna anayestahili kuabudiwa isipokuwa Allah, na pia nashuhudia na kukiri ya kwamba Muhammad ni mtume wa Allah na ni mja wake. Kwa hivyo baadaye atakuwa ni mwenye kusoma polepole dini ya Uislamu na kuitekeleza na kuitendea kazi kwa kadri anavyojua. Hapa takuwa tumefikia
mwisho wa makta hini au wa video hini ndogo inayoelezea kuhusu Uislamu kiufupi.